tunatarajia kumuona kwenye tamthilia ya Uba kuanzia Jumatatu. Labda tunataka tujue nini ambacho kimemhamasisha mpaka ameingia kwenye tamthilia ya Uba. Asante sana, na kwanza ni kurekebisha mwandishi. Sio msanii wa kipindi kile. Msanii wa kipindi kile sasa na mwaka ujao. Unajua sanaa ya uigizaji ni sanaa ambayo haina uzee wala haina ukijana. Ukiwa kijana utacheza kama kijana, ukiwa baba utacheza kama baba, ukiwa mzee utacheza kama mzee. Kwa hiyo mwisho wa kuigiza maana yake labda umefariki. Ngoja nirudi katika jibu lako la msingi, swali lako la msingi. Imefika wakati sasa wasanii kama wasanii tuweze kufanya collab, tuweze kushirikiana. Kwa sababu tunaona hata wenzetu wa Bongo Flava wanashirikiana kwa kiasi kikubwa tu. Tunaona Rayvanny anashirikiana na Alikiba, Harmonize anashirikiana na mtu mwingine. Kwa hiyo isiwe tu kwamba kwa sababu mimi Ray na kazi zangu basi nifanye kazi zangu tu. Kwa hiyo nilikaa Azizi director kanihitaji, tukakaa tukazungumza. Kwa hiyo nikaona jambo la msingi kuweza kufanya kitu kikubwa. Ushirikiano huu ndio tunaweza kuijenga hii industry. Kwa hiyo cha kufanya mimi niliamua na nilikubali, kwa sababu mimi sijawahi kucheza kazi ya mtu yoyote, lakini kutokana na ukubwa wa Uba na ukubwa wa director wa series hii, kwa nikabidi nimpe hiyo heshima yake kufanya kazi na yeye. Kwa hiyo nachotaka niwaambie Watanzania wote, mtegemee makubwa sana na mabadiliko makubwa sana ndani ya tamthilia kubwa hapa nchini ya Uba, ambacho kitakuwa kinaenda hewani siku ya Jumatatu mpaka Jumatano ndani ya Maisha Magic Bongo, channel namba 160 DSTV. Okay. Labda pengine kuna watu tayari ushawapa moto mashabiki wako ambao wanakupenda wewe sana. Kusikia Ray tayari anaenda kuonekana kwenye tamthilia ya Uba. Wana hamu ya kujua Ray anakuja kuparticipate humo kama nani? Sasa nikisema sasa hivi kwa wapenzi wangu nitakuwa manake nimeanza kuifungua story mapema. Mimi nachotaka tu niwaambie wakae katika TV zao Jumatatu saa 3. Waone kwamba nimecheza karakta gani na story yangu inahusiana na nini. Okay. Nikiwaambia sasa hivi malaki mtawapotezea hamu ya kuweza kuona, lakini humo ndani kuna vita kubwa ambazo nimezifanya na mzee mwenzangu mzee JB. Okay. Tumepambana sana humo ndani. Kwa hiyo wategemee vitu vikubwa sana kutoka kwangu na tamthilia nzima ya Uba. Sawa, wewe umekuwa ni producer kwa kipindi kirefu sana. Umekuwa ukiproduce, mnajitaji ile. Umekuwa maona wenyewe, ushawahi kuwa na tamthilia zako ambazo zinarushwa sehemu nyingine na nini? Yes. Kitu gani, sehemu gani unaona kuna madhaifu kwenye tamthilia, au unaona ni sehemu gani maproducer hawatendei haki tamthilia zao? Sasa siwezi kuwazungumzia watu wengine. Mimi nipo hapa kuzungumzia general industry. Yes, matatizo katika industry yapo. Hakuna tamthilia yote duniani isiyokuwa na matatizo. Hata wenzetu wa Ulaya, Nigeria, Ghana, kuna mistakes tunaziona, lakini zisio kwa ukubwa huo. Kwa hiyo matatizo ambayo yapo ni kwamba zile preparation, kufanya kazi kwa uharaka. Labda tunaambiwa tunashuti, tumeingia mkataba na baadhi ya makampuni ambao sitaki kuyataja. Unapewa mkataba, unaambiwa ndani ya mwezi mmoja usubmit labda episode 20 au 30 au 50. Kwa hiyo tunakuwa tunakimbizana na ule muda ili tufanye nini, tusubmit ile kazi. Kwa hiyo tunafanya ili tumalize, tufanye kwa ule ubora ambao unafanya nini unatakiwa. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapa ni maandalizi. Kama unampa mtu mkataba, mpe season 3, 4, mlipe hela zake zote, mpe labda miezi 6, 7, wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo tuna makosa mengi kwa sababu tu ya muda, watu hawajiandae vya kutosha. Remy, na swali moja la mwisho kwako. Wasanii wamekuwa wakiwalalamikia maproducer kwamba wanafanya kazi kubwa lakini payment zao zinakuwa hazieleweki na wanalalamikaga kama wanatumika. Wewe ni producer wa tamthilia nyingi sana. Pia sasa hivi unashirikiana na Azizi. Take yako ni nini kwenye hilo? Ni wasanii wana matatizo, wanataka kudeserve kile kitu ambacho hawapaswi kudeserve kwa muda huo, au ni kweli industry na hayo matatizo ya kutokuwa jali wasanii? Unajua unapoitwa na producer akushikii panga wala shoka. Mnazungumza, mnakubaliana kwamba bwana, mimi kama Ray nitacheza labda kwa milioni 3 au kwa 50,000. Sawa? Shida iko hapa.
nishakubaliana na wewe kwamba mkataba wangu utakulipa 300,000. Sasa umeanza kuonekana, ushaanza kuelewa ule usta, unaona kama unacholipwa nini ni kidogo. Kwa hiyo kimsingi kila mtu anafanya kazi kwa mikataba. Inawezekana kweli wanalipwa kiasi kidogo, lakini kutokana na mimi producer nalipwa shilingi ngapi na baadhi ya makampuni, kama huku nalipwa kidogo na mimi nitawaminya kidogo hawa ili tuweze kuishi wote, at least nao upate mkato wako kila siku. Sawa? Na ndio maana kuna maproducer wengine wanawapigania wasanii kuwalipa vizuri ili waishi vizuri na wafanya kazi wakiwa wako comfortable. Najua unapofanya kazi ukiwa umelipwa vizuri, maana unafanya kazi uko very comfortable. Unatoa energy yako yote ili kuwakilisha ile character ambayo umepewa na producer kufanya nini? Kuifanya. Sawa. Mimi naomba nikuulize swali hapo kwa sababu umesema kwamba sasa hivi mnaungana pamoja na Azizi. Lakini swali langu ni kwamba wewe ulikuwa hujawahi kufanya kazi kweli ya mtu hata hivi kwenda ni wewe mwenyewe na kazi zako. Kwenye hili sasa utakuwa umeingia moja kwa moja au utafanya kwa Azizi kunaendelea na kazi zako? Swali zuri sana. Sisi kama maproducer kwanza tunashirikiana. Na siwezi kusema kwamba eti mimi ninavyocheza huba maana yake siwezi kufanya kazi zangu zingine. Hapana, ni kama JB anavyofanya. JB mbona na siri zake anaonyesha sehemu fulani na anacheza katika huba. Lengo ni kutaka kuinyanyua hii tasnia ya tamthilia. Kwa mimi niko katika na JB katika tamthilia moja, watu wanakuwa motivation kufanya nini? Kuiangalia ile sisi hawa wazee wamefanya kitu gani ndani ya hiyo tamthilia. Kwa hiyo si kwamba nipo huba nitaacha kufanya kazi zangu, hapana. Tumeamua kutengeneza joint venture ili kutengeneza kitu kikubwa tuweze kupandisha thamani ya hizi kazi zetu tunazofanya nini? Tunazozifanya. Sawa. Naamini kuna vigezo ambavyo unaangalia kabla kuingia kwenye tamthilia kwa maana kuigiza pia. Nataka nifahamu vitu gani ambavyo vikuvutia hasa kwenye tamthilia ya Huba na una wish pia na wewe kwa sababu umeanza tayari watu wavitegemea kutoka kwako. Niongezee pia hapo kabla hujaingia kwenye tamthilia ya Huba, kabla hujaitwa na producer Azizi, kuna siku ulishawahi kukaa ukatamani kuwa mmoja wa member wa tamthilia ya Huba? Nianze na swali la kwanza. Uliniuliza kwamba niza vipi? Kwa nini Huba? Ni vitu gani ambavyo umevitazama? Okay. Kwanza ni tamthilia ambayo ina flow. Inakuvutia kuiangalia, uchoki kuiangalia. Sawa. Na kwa nini nilikubali? Nimekubali kwa sababu kwanza niliangalia story nataka nini. Niliangalia nitacheza karakta gani. Je, na mtu anayekuja kuniongoza kwa sababu mimi ni director. Anayekuja kuniongoza ni mtu wa aina gani? Kwa hiyo nikaona kama ni mtu ambaye anakuja kuniongoza ni mtu makini na nikakubali, na ni mtu mgumu sana mimi kuongozwa na mtu mwingine yoyote. Lakini nikiona una uwezo fulani wa kuniongoza basi nitakuwa niko chini yako. Umenielewa? Kwa hiyo nimeona kwanza kuna wasanii wazuri, wasanii ambao wanajielewa, wasanii wenye nidhamu, wana active vizuri. Nikamwona Mzee JB naye pia kwenye hii series yupo, nikasema lazima itakuwa hii ni kazi. Na mimi naiangalia sana. Kwa hiyo nilikuwa navutiwa na siku labda hebu na mimi siku moja nijiunge katika Huba niweze kucheza, nioneshe ule uwezo wangu na wewe tuweze kupandisha hii tasnia yetu na tuipeleke mbele na zaidi. Hilo ndio kumcheki before. Nani? Nani producer? Director mara nyingi nazungumza ni mtu wangu ni rafiki yangu, nilipokuja katika Huba tumezidi kwa marafiki. Kwa hiyo tunazungumza tukikutana, yeye yuko busy na kazi zake, mimi niko busy na kazi zangu. Tukikutana coincidence tunajenga, tunazungumza. Kwa tunakutanaga mara kwa mara lakini sio kwa sana kama sasa hivi.